Minong'ono imezidi nchini Tanzania baada ya Habibu Mchange kupaka Chadema kinyesi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kilichotikisa si tu kauli ya wazi ya Habibu Mchange, bali uzito wa ukweli uliouweka mezani bila kupindisha maneno. Katika nchi ambayo imeshuhudia kudidimia kwa uwajibikaji wa dola, sasa sauti kutoka ndani ya jamii ya kiraia imeelekeza mshale wake wa chama kikuu cha upinzani Chadema, ikikitaka kujibu maswali mazito kuhusu matumizi ya fedha za michango ya umma. Na wito huu haukuja kama kejeli wala mashambulizi ya kisiasa, bali kama onyo lenye mizizi katika misingi ya demokrasia yenyewe. Fedha za wananchi zinapokusanywa kwa jina la mabadiliko, uwazi si hiari, ni wajibu. Habibu Mchange, mwenyekiti wa kituo cha wanahabari watetezi wa rasilimali na taarifa, alizungumza na waandishi wa habari akiweka bayana jambo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likizungumzwa kwa sauti ya chini. Alisisitiza kuwa taasisi za kisiasa, hasa zile zinazodai kuwakilisha sauti za wananchi dhidi ya dola, zinapaswa kuwa mfano wazi na uwajibikaji. Katika mazingira ya Tanzania ya leo ambapo imani ya wananchi na taasisi nyingi zimeporomoka, kauli hii imegonga ukuta wa uhalisia mchungu, huku wengi haswa wafuasi wa Chadema wakisema kwamba Mchange anazidi kukipaka kinyesi chama cha demokrasia. Michango ya wananchi imekuwa uti wa mgongo wa vyama vya upinzani, hasa katika kipindi ambacho ruzuku ya serikali zimekuwa zikisimamiwa na mifumo inayozua maswali. Wananchi wamechangia fedha zao wakiamini zinaimarisha demokrasia, zinakuza harakati za kisiasa na zinajenga upinzani imara. Kukosekana kwa maelezo ya wazi kuhusu mapato ya matumizi ya fedha hizo kunaleta hatari kubwa ya kupotea kwa imani hiyo. Mchange alieleza wazi kuwa pengo la taarifa linazalisha maswali, uvumi na sintofahamu, na mambo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakitumiwa kudhoofisha harakati za mabadiliko. Mjadala huu haukuibuka hewani, ulichochewa na mjadala ulioenea katika jamii ya mitandao, haswa na mitandao ya kijamii, kuhusu namna fedha za michango zinavyokusanywa na kutumika. Katika zama za kidijitali ambapo taarifa husambaa kwa kasi na ushahidi hufutwa hadharani, kunyamaza kwa chama kikuu cha upinzani kunatafsiriwa kama dharau kwa wale wanaokitoa muhanga kwa kufadhili. Ukimya huo, iwe ni wa kimkakati au wa tahadhari, umeacha pengo ambalo sasa limejazwa na shinikizo la uwajibikaji. Hoja ya Mchange ilipofika katika uwanja wa uongozi, ilimgusa moja kwa moja mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kama uso wa sauti ya chama katika harakati za kisiasa za kimataifa na kitaifa. Jukumu lake halijifungi katika hotuba kali dhidi ya serikali pekee, linajumuisha pia kulinda heshima ya chama kupitia uwazi wa ndani. Katika historia ya siasa za Tanzania, viongozi wa upinzani wamekuwa wakijijenga kama mbadala wa maadili dhidi ya dola, na taswira hiyo inapoyumba, athari zake huenda mbali zaidi ya chama chenyewe. Na katika muktadha mpana wa kisiasa, hoja ya uwazi wa fedha si tatizo la chama kimoja, ni jeraha la muda mrefu. Na katika mfumo mzima wa vyama vya siasa nchini, tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi, masuala ya fedha yamekuwa chanzo cha migogoro, migawanyiko na hata kuporomoka kwa vyama. Na serikali imewahi kutumia hoja ya ukaguzi wa sheria za fedha kuingilia shughuli za vyama vya upinzani, na mara nyingine kwa lengo la kisiasa. Hata hivyo, ukweli huu hauondoi wajibu wa vyama vyenyewe kujisimamia kwa viwango vya juu zaidi. Na katika miaka ya karibuni, Tanzania imeshuhudia kupungua kwa nafasi ya asasi za kiraia, vyombo vya habari na vyama vya siasa kufanya kazi kwa uhuru. Sheria kali, ukamataji wa wanasiasa na kuvunjwa kwa mikutano vimekuwa sehemu ya mazingira ya kisiasa. Ndani ya hali hii, vyama vya upinzani vimejenga hoja yao juu ya uwajibikaji wa serikali na matumizi mabaya ya rasilimali za umma. Hoja hiyo inapokuwa na doa ndani ya kuta zao,
serikali hupata nafasi ya kuitumia kama silaha ya kisiasa. Baadhi ya wafuasi wa Chadema wamejitokeza kutetea uongozi wa chama, wakisema kuna mifumo ya ndani ya kusimamia fedha na kwamba masuala haya yanapaswa kushughulikiwa ndani ya vikao halali. Hoja hii ina uzito wake katika misingi ya uendeshaji wa vyama, na hata hivyo inapokutana na ukweli kwamba fedha hizo zinatoka kwa wananchi kwa wingi na kwa matumaini makubwa, hoja ya usiri wa ndani inapoteza nguvu ya kimaadili. Demokrasia ya kweli haijengwi kwa kufunga milango, bali kwa kufungua madirisha. Na katika historia ya harakati za kisiasa Afrika Mashariki, mifano ipo ya vyama vinavyodhoofika si kwa sababu ya shinikizo la dola pekee, bali kwa kushindwa kudhibiti masuala ya ndani. Kashfa ya fedha zimewahi kusambaratisha vyama vilivyoonekana kuwa na nguvu zaidi, na mara nyingi athari zake zimekuwa za kudumu. Na Tanzania haiko nje ya mzunguko huu wa kihistoria. Hali ya sasa inatoa funzo kwamba uaminifu wa wananchi ni mtaji unaohitaji kulindwa kwa gharama yoyote. Kwa mtazamo wa kijamii, mjadala huu unaibua swali pana zaidi kuhusu nafasi ya wananchi katika siasa, na wananchi wanapochangia fedha zao wanapokuwa ama wanakuwa wawekezaji wa matumaini ya mabadiliko. Wanaponyimwa taarifa, wanageuzwa watazamaji wasio na sauti. Hali hii inafanana kwa njia nyingi na namna serikali inavyoshutumiwa kukosa uwazi katika matumizi ya rasilimali za umma, na pale upinzani unapofanya kosa lile lile, mstari wa kimaadili unafutika. Kimataifa, mashirika yanafuatilia demokrasia na haki za binadamu yamekuwa kisisitiza umuhimu wa uwazi katika ufadhili wa vyama vya siasa. Uwajibikaji wa ndani utafutwa ama hutajwa kama nguzo ya kuaminika kwa harakati za mabadiliko, na katika mazingira ambayo Tanzania inatazamwa kwa makini na wafadhili wa jumuiya ya kimataifa, mjadala huu una athari zaidi ya mipaka ya ndani, kwani unagusa taswira ya upinzani kama mbadala halisi wa utawala uliopo. Kauli ya Mchange kwa hivyo haipaswi kuonekana kama shambulio dhidi ya Chadema, bali kama kioo kinachoonyesha changamoto ya kina ya demokrasia za Tanzania. Ni ukumbusho kwamba uwazi hauchagui upande wa kisiasa, ni kanuni inayopaswa kutekeleza na wote wanaodai kuongoza kwa niaba ya wananchi katika nchi ambayo hofu na ukimya vimetumika kama zana za kisiasa. Ujasiri wa kuuliza maswali haya ni hatua muhimu. Mwisho wa mjadala huu huko katika kauli za kujitetea wala mashambulizi ya mitandaoni, huko katika hatua za vitendo na katika kuweka wazi taarifa, na katika kujenga utamaduni wa uwajibikaji na uanzia ndani ya vyama kabla ya kuelekezwa kwa serikali. Mustakabali wa Tanzania unategemea uwezo wa taasisi zake za kisiasa kujifunza kutokana na makosa na kurekebisha mwelekeo kabla ya kuchelewa. Ukimya, hofu na ulinzi wa maslahi ya kikundi ni vitu vinavyoangamiza taifa polepole. Wananchi wanapoacha kuuliza maswali au wanapodharau majibu yasiyoeleweka, wanashiriki bila kujua katika kudhoofisha demokrasia yao. Sakata la uwazi wa fedha za michango ni hadithi ndogo ya chama kimoja, ni ishara ya hatari kuhusu mwelekeo wa uongozi wa kisiasa nchini. Ikiwa sauti za tahadhari kama ya Habibu Mchange zitapuuzwa, basi Tanzania inaweza kuendelea kujenga siasa ya madai makubwa na vitendo vidogo, na ni hali ambayo itagharimu taifa kwa kizazi kijacho. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kuyumbisha wala kupindisha chochote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa taarifa zetu. Subscribe, like na kushare.